Sasa tuangazie taarifa za biashara ambapo adhabu na riba zinazosababishwa na hitilafu kwenye mfumo wa ukusanyaji ushuru zitafutiliwa mbali katika muda wa miezi 6 ijayo iwapo mswada wa fedha wa mwaka 2025 utapitishwa kuwa sheria jinsi ulivyo. Hii ni afueni kwa walipaji ushuru ambao watapata kinga kutokana na adhabu zisizofaa zinazotokana na hitilafu za kiteknolojia kwenye mifumo ya halmashauri ya ukusanyaji ushuru. Walipa ushuru humu nchini wamekuwa wakieleza wasiwasi kuhusu ufanisi na uwazi wa mifumo ya kidijitali ya halmashauri ya ukusanyaji ushuru kufuatia matumizi ya mitandao kama vile iTax na mfumo wa usimamizi wa taarifa za ushuru. Watu binafsi na hata kampuni wamekuwa wakitozwa faini na adhabu za riba kimakosa kutokana na hitilafu za kiteknolojia. Ni kutokana na hali hii ambapo pendekezo la kurejeshwa kwa mamlaka ya waziri wa fedha ya kufutilia mbali adhabu hizo linaonekana kuashiria mabadiliko muhimu ya kisera ikiwa mswada wa fedha wa mwaka 2025 utaidhinishwa. Hata ingawa utekelezaji wa pendekezo hilo umeahirishwa hadi mwezi Januari mwaka ujao, wadau wanasifia hatua hiyo wakisema itawakinga walipa ushuru kutokana na adhabu kwa makosa ambayo hawakusababisha kwa hiari. Kwa sasa, ili adhabu na faini hizo zifutiliwe mbali, mteja anayeathiriwa anapaswa kumwandikia barua kamishna mkuu wa halmashauri ya ukusanyaji ushuru akiambatanisha na stakabadhi za kuthibitisha madai yake. Hata hivyo, mteja pia anahitajika kuwa ametimiza masharti yote ya kulipa ushuru na kulipa kiasi cha fedha za awali zinazohitajika ili kuondolewa adhabu hiyo. Trevor Ngendo, Darubini.